Habari ya mdau wa Tanzania wote, leo tena ningependa kuja kwenu. Tuweze kuzungumza mambo mawili matatu hasa yanayohusu nchi yetu kwa ujumla na kama taifa moja Tanzania. Kabla ya yote ningependa kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya Tanzania. Kwanza kwa uongozi wake bora uliotukuka. Uongozi wa Mheshimiwa Rais naweza nikasema Mheshimiwa Rais Samia kwa uongozi wake mzuri umeweza kuwa ni uongozi bora hasa kwa vijana. Ni rais ambaye ametokea, hakuna rais ambaye ametokea kupendwa na vijana. Lika la vijana limetokea kumpenda sana Mheshimiwa Rais. Hivyo katika research yangu niliyoifanya zaidi ya mikoa 4 mikubwa nimeona vijana wakizungumza Mama Samia. Hasa wakimpenda kwa mambo ambayo ameyafanya mbali na kujenga nchi, lakini kwa jambo kubwa alilofanya kwa kutoa mikopo isiyokuwa na riba kwa vijana na kwa wasanii. Hilo ni jambo kubwa sana alilofanya Mheshimiwa Rais. Mambo na hayo yote aliyofanya, mbali na hayo yote aliyofanya ya kujenga nchi kwa ujumla, lakini hili kubwa la mikopo vijana naona wamelipokea vizuri. Hivyo Mama Samia wanamuita mama wa fursa. Nimeona vijana wengi wamepata pesa, wamepata mikopo, wameendesha familia, wenye kuoa wameoa, mwenye kujenga majumba wamejenga, na wanafanya vizuri kwa kweli. Kwa hiyo jambo ni kubwa sana. Na of course ukiangalia wapiga kura wengi sana kwa sasa ni vijana. Na mama amekuwa ni kipenzi cha vijana na kipenzi cha Watanzania wote, hasa vijana. Lakini kubwa la leo nilokuja nalo kwa ajili ya kumhusu Mama Samia, mimi kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, nadhani sio mara ya kwanza kuonekana kwenye media. Nimeanza kuonekana muda mrefu sana, kitambo kidogo, toka Mama Samia akiwa toka mara ya kwanza amechaguliwa kuwa makamu wa rais wa kwanza mwanamke. Nimeanza kuzungumza kuhusu uongozi wake, namna anavyoongoza nchi kama makamu wa rais, mpaka baadaye Mheshimiwa Magufuli alipotoka na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kushika nchi kwa mujibu wa katiba na kuwa rais wa nchi. Nimeanza kumzungumzia toa kipindi hicho. Kwa Mama Samia najua uongozi wake, nimemzungumzia kwa muda mrefu sana, namna anavyoongoza. Na kama mnavyojua Mama Samia ni mtu wa haki. Ni mtu wa haki. Sio vizuri kuzungumza, lakini mara nyingi watu wanaotokea Tanzania visiwani ni watu sana wanaopenda haki na kufuata utaratibu wa katiba na sheria inavyosema. Siwasemi vibaya upande watu wa bara, lakini huo ndio ukweli. La kwanza kabisa kama mnavyoona alivyoingia madarakani tu akaanzisha 4R, lakini kubwa la kuwaruhusu na kuwatoa wafungwa wote wa kisiasa. 95% ya wafungwa wote wa kisiasa alifanikiwa kuwatoa na wako huru, na hilo upande wa pili wanalisifia sana, na kwao hilo ni jiwe letu. Yaani hata wao pamoja na kwamba wanazungumza mambo na kumkebei Mheshimiwa Rais, lakini sisi kwetu tukizungumza hilo ni kweli lazima ufete mdomo, kwa sababu wanajua kilichokuwa kimetokea na mheshimiwa alichokuwa amekifanya cha kuanzisha 4R na kuwatoa hawa watu. Kikweli walikuwa ni wengi sana ambao walifungwa kisiasa kwa miaka hiyo ya nyuma ya uongozi uliokuwa umepita, lakini mama aliwatoa wote, na hilo halina shaka kwa upinzani, wanalijua vizuri. Lakini ombi langu kwa leo kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mimi kwangu nilikuwa na ombi moja. Huyu bwana Msingida ungeamua umwache huru. Ungeangalia namna yote ya kufanya, ungeangalia namna yoyote ya kutumia njia nzuri, kwa sababu tunajua wewe ni rais wa Tanzania. Ungeangalia namna gani ya kufanya kumwachia huru huyu Msingida, kwa sababu naona kuna nchi zingine zimeanzisha agenda za kisiasa ambazo ni mbaya kwa nchi zetu, hasa kwa kupitia hili swala la huyu Msingida. Kwa hiyo mimi ombi langu kama mwana CCM nilikuwa naomba Mama Samia, ili kutokutia doa uongozi wako, kwa sababu uongozi wako unafahamika ni uongozi uliotukuka. Hakuna mtu asiyezungumza. Upinzani wenyewe wanazungumza, tunakaa nao vilingeni wanazungumza, tunakaa nao vijiweni wanazungumza. Ni kwa sababu tu wako hivyo, ni wapinzani. Kwa hiyo watajaribu kuleta hoja na kupinga kila kitu kinachotokea, lakini ukweli wanaujua na wanazungumza kwamba Mheshimiwa Rais amekuja na uongozi wake tofauti ambao kwao pia ni mzuri. Japo kwa hiyo mambo, kwa mimi nasema Mheshimiwa Rais kwa mambo madogo kama ya Chadema sasa hivi imekosa ushawishi.
Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hakina ushawishi tena kwa wananchi. Kimeshakosa ushawishi kwa wananchi. Kwanza hapa jana viongozi wao wastaafu muhimu zaidi ya 50 wamejivua wanachama. Mimi nimetoka kuzungumza, kuna mambo mengi huko yanaendelea ambayo watu wanayaficha, hawataka kuzungumza. Kuna wana CCM wako huku wanaimba, ikifika usiku wanaimba no reform no election, asubuhi hawataka kuzungumza na hawataka kuonekana. Na ukicheki kuna wana CCM wengi wanasupport upinzani kwa sababu la no reform no election, wamejificha tu, lakini wanasupport kwa fedha na wanaambia bwana, mliposhikilia hapo msiachie, shikilieni hapo kwa no reform no election. Wanazungumza. Kwa hiyo ukiona watu wanazungumza, ujue moja kwa moja kuna usaliti ndani ya chama. Sasa kama kuna usaliti ndani ya chama, maana yake kwa tukio hili la huyu Msingida lililotokea, sio tu watu wa upinzani na wananchi wengine hawajalipenda, hata wanachama ndani ya Chama cha Mapinduzi hawajalipenda hilo swala. Kwa hiyo wanashindwa kuzungumza, wanazungumza ikifika usiku, asubuhi wako kimya. Ila wakiwa huko machochoroni wanapata sehemu, wanapata bia 2-3, wako sehemu kwenye vilinga wanazungumza hayo maswala. Kwa hiyo ili kuweka sawa sawa, kwa sababu sisi tunajenga yote chungu kimoja. Na kama tulivyo Watanzania wote sisi tumeumbiwa upendo na mshikamano. Na ndio maana tunaingiliana. Leo naona katibu wa Chama cha Mapinduzi kaoa, mama mkwe wake ni mjumbe wa Chadema, mama mtu ni mjomba mtu ni mtu akafu, mtu mwingine ni wa ICT Wazalendo. Ukoo umejangana, kila sehemu kuna chama. Huku kuna CCM, kule kuna kafu, kuna ICT Wazalendo, kuna nani, kuna TLP. Kwa hiyo tuna muunganikano mmoja ambao umetengeneza kitu kimoja. Tumekuwa na amani kwa muda mrefu. Kwa katika hivi vyama, Chadema ni kama watani wetu. Sasa katika utani tumejenga familia, tumejenga koo, tuna mwingiliano mkubwa sana wa kifamilia. Sasa mpaka leo hii ikitokea mgongano kama huu utaleta changamoto itakavyotokea chochote. Kwa sababu mimi nilizungumza huyu Msingida pamoja na yote ya kuletewa hiyo, ya kupatiwa hiyo kesi ambayo walifanya, kimsingi alifanya makosa. Mimi sitaki kuingilia mahakama, lakini kwa mazungumzo yake mimi ninachoona kama mwana CCM ni alifanya makosa kuzungumza maneno mabaya ya uchochezi. Sasa huyu Msingida pia natakiwa tujue kama chama tunadili na mtu gani. Huyu Msingida ametokea kuwa na upepo mkubwa sana. Mimi huwa nazungumza ukweli, huwa sifichi. Kwa sababu kama mtu ameweza kukaa kama okay, sio mbaya kusema, kama Mheshimiwa Mboya ameweza kukaa kwenye chama kwa mwenyekiti wa chama zaidi ya miaka 30, alafu akatokea Msingida akaomba tu nafasi ya mwenyekiti wa chama ndani ya miezi 2 akapata kuwa mwenyekiti wa chama, kwa lazima sisi kama chama tujue tunadili na mtu gani. Huyu Msingida ametokea kuwa na upepo mkubwa sana. Basi mimi ningependa kuona Mheshimiwa Rais, haya mambo ninayozungumza nishatoa comment kwa maandishi kwenye chama changu kwa kumpelekea katibu wa chama, lakini pia nikaona sio vema nikazungumza ili kama mwenyekiti wangu wa chama ukasikia, ni bora kufanyia kazi. Naona hapa mkoa pana kelele nyingi sana kiasi kwamba inatupelekea nataka kuleta doa kwenye uongozi wa Mama Samia, na mimi hiyo siwezi kukubali, kwa sababu mimi Mama Samia nimeanza kumzungumzia hata kabla hajawa makamu wa rais, mpaka anakuwa makamu wa rais nimezungumza, mpaka anakuja kuwa rais nimezungumza. Sasa inafika wakati tunakosa hoja, kwa sababu tumeshazungumza. Chadema tushakaa nao, tunatafuta wale mambo ni wanaongea sana, tunakaa nao tunazungumza, wanazungumza bwana sisi tutaka hiki na hiki, mambo yakaenda sawa sawa, na tukao tuna please kwamba bwana hebu tulia, uongozi umeingia mpya, mambo yatakuwa sawa sawa. Na walikuwa na imani. Sasa imani waliiona mwanzo. Of course ukiangalia mazungumzo yao na hoja zao wanazozungumza zinaleta mantiki, kwa sababu hawa watu hakuna mtu ambaye hajui, sio mtoto mdogo wala mtu mzima. Toka uchaguzi umeanza hiyo 19 20 24 ambao ndio ilikuwa mbaya zaidi kwa wao. Sasa hicho kitu sio kirahisi kuzungumza, watu wanajificha, hawataka kuzungumza, lakini ukweli ndio huo. Hawa watu na wao wana mioyo. Uchaguzi umefanyika, kama changamoto zilizotokea kama tulivyoona ni hivyo imetokea, sawa, siwezi kulizungumzia sana, lakini hawa watu ni binadamu, wana mioyo, wana familia. Basi tuangalie namna nzuri ya kukaa nao. Sasa kama sasa hivi watu washiriki uchaguzi, mimi naona ni vema tungeangana namna gani, hata kama hatutofanya reform kwenye katiba nzima, basi tutafute vile vitu vidogo vidogo wanaovitaka tuvirekebishe. Swala tu Chadema nao waingie kwenye uchaguzi, maana ndio chama kikuu cha upinzani. Tufanye uchaguzi kwa pamoja. Kulikoni hawa watu bado naona wana maumivu makubwa. Sasa tukiingia tena kwenye uchaguzi huu napo hawapo, tutatengeneza kitu kibaya sana ambacho sio kizuri kwa tunakoenda.
Kama nilivyosema, sisi ni nchi ya amani. Nchi nyingi, karibia nchi zote za Afrika zinategemea Tanzania. Wanapopata matatizo wanataka wasuluhishi kutoka Tanzania, kwa sababu unajua sisi tumekaa kwa amani muda mrefu, mpaka leo tuko tuna amani, tunaingiliana, hatuna ukabila, hatuna udini, hatuna kitu chochote. Kwa hiyo sasa kama imetokea ni hivi, basi sisi tuendelee kuulinda, kwa sababu kuna nchi zinatuangalia ni nyingi sana. Sasa ikitokea na sisi tumeanza hizi hekaheka sio ndogo, hizi hekaheka ni kubwa sana. Lakini naona mimi nakushauri mwenyekiti wangu wa chama, uangalie intelligence yako ikupe taarifa ya ukweli. Huku pembeni kuna maneno mengi sana, kuna kelele nyingi sana. Sometimes unashindwa hata kupita na nguo ya chama, kwa sababu ukipita maneno yanayozungumziwa si mazuri. Sasa hichi kipindi cha ujuzi tunachoendelea, kuna mambo mengi hapa katikati. Basi mimi nilikuwa naona haina budi ni kumwachia tu Msingida aingie ulingoni, kwa sababu najua hata ingefanyika reform ya aina gani, ingefanyika reform ya katiba yote kwa ujumla, zingefanyika reform ndogo, Chadema haina nguvu ya kuishinda Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kimejenga kwa miaka mingi, kina mizizi kila eneo, kina watu kila eneo. Tuna watu zaidi ya milioni 13 kwa mujibu wa database ya Chama cha Mapinduzi. Chama chao database ya mara mwisho walikuwa na watu milioni 3 au milioni 5. Bado tuna watu wengi kutupigia kula. Na istoshe mama ndio hivyo. Kila mtu sasa anaimba ni mama. Mama amepata bahati ya kupendwa. Ni hivyo, vijana unaona wanafanikiwa. Unaona kina Chief Godlove wanafanikiwa. Vijana wengi wao ni watu wanaojitangaza, lakini kuna vijana wengi wanaofanikiwa ambao wanasema Mama Samia, wanamuita mama wa fursa. Ni kweli mama wa fursa amependwa na kila mtu, na watu kila mtu anaonja keki ya taifa. Tofauti na marais wengine waliopita, sio kwamba ni wabaya, lakini Mama Samia ametokea kupendwa na vijana, kupendwa na rika zote, hasa kwa mambo wanayoyafanya, mbali ya kuboresha, kuendeleza miradi aliyoacha na mtangulizi wake Mheshimiwa hayati John Pombe Magufuli. Kaikamilisha karibia yote, 80% ya miradi yote amekamilisha, kaanzisha miradi mpya, kazindua miradi mpya na inaendelea kufanyia kazi. Shule za sekondari kila sehemu kaendeleza sera zake za alizotoka nazo hayati Magufuli, kaendeleza nazo bure, shule bure mpaka kidato cha 4. Mambo yote yanaenda sawa sawa. Hayo tu yanatosha, ambao ni machache yanafanya watu wengi wamkubali Mama Samia. Sasa katika watu waliofanya watu wengi wametoka kupenda Mama Samia na kukupa kula nyingi sana, usiingie kwenye mtego. Huu mtego wa huyu Msingida utatuletea shida. Ungeangana namna gani yoyote ya kulishughulikia ili swala la Msingida, ili kuzuia hawa hizi nchi zingine zinazotaka kupenyeza ajenda zao mbaya za kuichafua taifa letu. Ajenda ya Msingida imekuwa ni changamoto. Kila sehemu tunazungumza, watoto, wazee, vijana wanazungumza. Bunge la Ulaya limekaa, AU limezungumza kuhusu issue ya Tundu Lissu. Yote anatia doa katika uongozi wako, yatatuchafulia. Kwa mimi, kwa ushauri wangu kama mpenda chama na niko upande wa Mama Samia, nataka Mama Samia endelee kutawala na ninapenda Mama Samia endelee kutawala kwa miaka yote hiyo ijayo. Hili swala la Msingida ungejaribu kuliangalia kwa mapana zaidi, na swala lao wanaodai la reform ungejaribu kulifanyia kazi. Najua hili liko chini ya uwezo wako. Niliwaambia hata upinzani mwanzoni kabisa anavyoingia Mama Samia, zile kelele zilizoanza, niliwaambia kabisa katiba yetu bado haijabadilika. Sheria za Tanzania, taratibu zote za Tanzania zinazofuatwa, zilizokuwa ziko na mtangulizi wetu aliyekuwa amepita hayati John Pombe Magufuli, ni hizo hazikubadilishwa. Kwa hiyo Mama Samia alivyokuja na kuwasikiliza kila mtu akizungumza na kukaa kimya, akatukana, akakaa kimya, sio kwamba katiba imebadilika. Nguvu aliyokuwa nayo ni ile, sheria zilizokuwepo ni zile, anaweza kutumia vile na akafanya anachotaka. Kwa hiyo hata Mama Samia anavyoruhusu mikutano ya kisiasa walifurahia sana, lakini baadaye wakawa wanamzungumzia vibaya. Na nikamwambia, mmekaa takriban miaka kadhaa hamna mikutano wote wa kisiasa na hamna kilichofanyika chochote, na hakuna mtu ataleta changamoto. Lakini Mama Samia ameingia, ameruhusu mikutano ya kisiasa na imefanyika kila sehemu. Kwa hiyo ninachowaambia ni kwamba katiba haijabadilika. Katiba waliotumia watangulizi wake wote wa Mheshimiwa Rais mpaka nafika yeye, katiba ni ile ambao anaitumia yeye. Kwa hiyo ukiona mtu ameona cool down, hasikilize, aone tuende kwa upendo ili tuende pamoja. Kwa hiyo pia na upinzani upande wa pili, msijaribu kutoa maneno ya hovyo sana, matusi kumtukana na huyu mama, akati amejitahidi sana kuwabeba na kuweka tuwe pamoja. Swala la kuruhusu mikutano tu lilikuwa ni changamoto. Kila mtu alimuinukia Mheshimiwa Samia. Wote hawakutaka kabisa kuruhusu mikutano ya chama. Lakini akajitenga peke yake na akafanya maamuzi kuruhusu mikutano ya kisiasa. Na mpaka leo inafanyika. Wakati huo mnajua kabisa hakuna mtu asiyejua, mmekaa zaidi ya miaka 3 hamkufanya mikutano ya kisiasa. Zaidi ya miaka 5 hamjafanya mkutano wote wa kisiasa. Lakini alivyoingia yeye tu katengeneza fora, karuhusu mikutano ya kisiasa, katoa watu wote wenye kesi za kisiasa, hasa zilikuwa za upande wenu wa pili. Kawatoa wote wawe huru ili tuwe pamoja tujenge familia. Lakini sasa ikitokea kuna maneno mengi ya kumtukana, hiyo kidogo, na mimi nawaambia upande wa pili, mpunguze kamdomo. Mama amejitahidi kufanya kila aliwezekanavyo
ili kuweka good family kama nchi, ili tuende pamoja. Lakini sasa mnavyokuwa mnaweka maneno mengi na kutukana, mnakuwa kama mjalizika. Sasa akiamua kuapply hiyo kazi yake, akiamua kuapply katiba inavyotaka, anaweza kufanya jambo lolote na mikutano isifanyike tena, na anaweza kazuia. Lakini ameacha mzungumze. Sasa msizungumze kupita kiasi na kutukana matusi. Ni kweli ni utaratibu na katiba unavyosaka, lakini ninachowaambia hivi, katiba iliyokuwepo ya watangulizi wake wote waliopita na mpaka sasa yuko yeye, katiba ile ni ile anaokuwa nao yeye, haijabadilika. Power aliyokuwa nao marais wote wale watangulizi wake waliopita waliokuwa nayo, hata yeye ana power ile kama walikuwa nayo marais wengine. Kwa hiyo nataka niseme tusichezeane wala tusichokonoane, kwa sababu mama ameingia mkaona ni anataka kuweka amani, tuwe sawa sawa, tuishi kwa upendo, basi mkaleta maneno ya chokochoko na kutukana. Hatuko tayari na naliamini jeshi letu la Tanzania hawako tayari kuingiza jambo lolote baya kwenye nchi yetu na kuvuruga amani. Yote atakayejaribu kuvuruga amani lazima ashughulikiwe kisawa sawa. Kwa hiyo hakuna mtu atakayevuruga amani, uchaguzi utafanyika. Of course nimesema na mara kwanza narudia tena, Chadema imeshajitoa kwa taratibu, hawakusaini kanuni za maadili. Kufuata kanuni za maadili ni kwamba mtu chama kisiposaini kanuni za maadili kimeshajiondoa kushiriki uchaguzi wa mwaka 2025 mwezi wa 10. Kwa kimsingi Chadema haipo kwenye uchaguzi. Sasa kama litafanyika renovation yoyote au itafanyika reform yoyote ya kwamba Chadema washiriki uchaguzi, wakishiriki wasishiriki, mpaka sasa Chadema tulishawapiga 1-0. Kwa sababu kwanza wao kwa wao washaanza kugombana na washavurugana. Hakuna tena umoja wa kwao, chama kilishapasuka katikati. Kama nilivyosema toka awali, karibia wagombea wastaafu zaidi ya 50 ambao ni tegemeo ya chama, ilikuwa ni nguzo ya chama, wameshajitoa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Hilo tu litosha kusema Chadema haina mvuto tena kwa Watanzania. Chadema haiwezi kashinda uchaguzi mbele ya CCM. Hata ikafanyika reform ya katiba mpya, hata ikafanyika reform wanaotaka wao ya kuhusu sijui mwenyekiti wa tume nani atolewe, aweke tume iwe huru, hata ikawekwa vipi, tukiingia kwenye box la kula CCM haijaishinda uchaguzi.